Yes, ikiwa ni siku ya Jumapili ya Oktoba 19 mwaka 2025 na mara baada pia dakika 90 kuweza kutamatika ni katika mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premium League. Usiku huu kitamatika, ilikuwa ni mchezo kati ya wenyeji JKT Tanzania dhidi ya Namungo Football Club wakijiita ni Southern Killers, na mchezo huo umemalizika katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel Mbweni jijini Dar es Salaam. Mchezo ulioanza majira ya saa moja kamili usiku, na katika mchezo umemalizika kwa timu zote mbili kwa maana ya tasa, kwa maana ya goli moja kwa moja ama sare ya goli moja kwa moja, huku kila mtu akiondoka na alama moja katika mchezo huo. Na katika upande wa ambao umetangulia kupata goli la mapema ilikuwa ni kwa upande wa Namungo Football Club chini ya kocha wao Juma Mgunda mnamo dakika 45 za kipindi cha kwanza, kwa mchezaji anaitwa Ali Ahmedi ndiye aliweza kuisawazishia Namungo Football Club dakika hizo 45 za kipindi cha kwanza, na Namungo walikuwa na mapumziko wakiwa mbele kwa wakiongoza kwa goli moja kwa bila. Lakini mchezo uliporejea dakika 45 za kipindi cha pili, mchezo ulikuwa ni vuta ni kuvute, kila mtu akiweza, ama ni mchezo ambao ulikuwa ni wa matumizi mengi ya nguvu, huko kwa upande wa JKT Tanzania walikuwa wakistruggle kweli kuweza wametengeneza pia nafasi nyingi, lakini pia walikuwa wanajitahidi angalau atakupata goli la kuondoka na alama moja katika uwanja wao wa nyumbani. Na mnamo dakika ya 90 ikiwa zimeongezwa dakika moja kabla mchezo kutamatika katika uwanja huu wa Meja Jenerali Samuel Mbweni jijini Dar es Salaam, moja kati ya wachezaji ambao wamewika sana na wamefanya vizuri ndani ya kikosi cha Simba Sports Club, na baadaye akaweza kutolewa kuja kucheza hapa ndani ya kikosi cha JKT Tanzania. Huyu ni Saleh Karabaka. Mnamo dakika 90 dakika za jioni wanajitetea kwa mchezaji huyo Saleh Karabaka ndiye akaweza kuisawazishia JKT Tanzania goli hilo moja, na mchezo huo ukatamatika kwa sare ya goli moja kwa moja. Na katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, baada ya mchezo huo wa leo, JKT Tanzania ameendelea kusalia nafasi ya 4 akiwa na alama zake 6, akiwa amezivuna katika michezo minne ambayo amekwisha tayari kuicheza, huku kwa upande wao Namungo Football Club wako nafasi ya 5 wakiwa na alama zao 5, huku pia wakiwa wamekwisha kucheza michezo yao minne ya ligi kuu soka Tanzania bara, ikiwa ni Oktoba 19 ya mwaka 2025, ikiwa ni mwishoni mwa mwezi huu wa 10 ambao unaelekea. Lakini michezo ambayo imechezeka leo pia ni michezo miwili. Mchezo wa kwanza ukimalizika katika uwanja wa Jamhuri pale Jamhuri Stadium kule Dodoma, ambapo mchezo huo pia ulimalizika kwa sare ya bila kwa bila. Ilikuwa ni mchezo kati ya Mtibwa Sugar dhidi ya Coastal Union kutoka kule jijini Tanga, dhidi ya Walima Mio kutoka mashamba Mio kule Manungu Turiani kule Morogoro. Hawa ni Mtibwa Sugar. Hivyo ndivyo mwenendo wa mechi katika michezo miwili ambayo imechezeka leo ligi kuu soka Tanzania bara Oktoba 19, 2025. Mchezo wa kwanza ulitamatika katika uwanja wa Jamhuri Dodoma, ambapo ni wenyeji Mtibwa Sugar walikuwa wakicheza dhidi ya Coastal Union, na mchezo huo ukatamatika kwa sare ya bila kwa bila. Lakini mchezo mwingine ambao umalizika majira ya saa 3 hivi kuelekea saa 4 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel Mbweni jijini Dar es Salaam ulikuwa ni mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya Namungo Football Club, na mchezo huo ukamalizika kwa sare ya goli moja kwa moja, huku kwa upande wa magoli yote ya kifungo kwa upande wa Namungo limefungwa na Ali Ahmedi mnamo dakika 45 za kipindi cha kwanza, huku kwa upande wa JKT Tanzania wakisawazisha dakika za jioni kwa mchezaji anaitwa Saleh Karabaka. Hii ni Niako TV, usiache kusubscribe our channel, lakini pia kama unataka kwanza kujiunga na sisi una nafasi pia kutufollow katika mitandao yetu rasmi, kwa maana kule Instagram pamoja na TikTok tunapatikana kwa moja la kwa maana ya Niako TV, lakini pia una nafasi ya kunifollow katika Instagram yangu napatikana kama official Mutram Sanwaji.